Kama unavyofahamu, ibara ya 4 ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali: mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji, yani executive, bunge, yani legislature, na mahakama, yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo, ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani mihimili ya utendaji na bunge, licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi, ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama, ninanukuu: jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya 107 hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu muhimili huu uko uhuru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema, ninanukuu: ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na bunge kwa 100% ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji ya uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yanaakisi dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi, rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Francis Nyalali
katika makala yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yani uhuru wa mahakama Tanzania, alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja na mambo yafuatayo. It was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na maslahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emolument, hauwezi kuwepo bila mambo yafuatayo: kutoingiliwa na muhimili wa utendaji, that is independence from executive interference, mahakama iwe huru na mahakama iwe na uhuru wa kifedha, that is financial autonomy, nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama ya mahakama yenyewe, yani judicial ethics and discipline from within, that's self-regulatory. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha dhamira yako ya dhati kuhusu kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama, tarehe 15 Juni mwaka 2025, wakati wa hotuba yako kwenye hafla ya kuniapisha kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ulitoa maelekezo muhimu, ikiwa ni pamoja na kunitaka nihakikishe kuwa mahakama ya Tanzania inakuwa yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba ulipotoa maelekezo hayo ulikuwa na ufahamu mpana, na mimi nakufahamu na ufahamu mpana wa sifa za mahakama huru, mahakama yenye hadhi duniani. Ulikuwa na ufahamu mpana wa vigezo maalumu vinavyopima mahakama yenye hadhi duniani, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinajengwa juu ya uhuru wa mahakama katika kufanya maamuzi yake bila uoga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zote. Wakati fulani tunadhani ni uhuru dhidi ya muhimili wa utendaji na bunge peke yake. Pande zote, yani watu wote, wawe mwandishi wa habari na raia wengine wa kawaida na wanasiasa na kila mtu. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa vigezo vya kimataifa vinavyotumiwa na Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia, International Commission of Justice, World Justice Project na taasisi nyingine za kikanda na kimataifa za utawala wa sheria hutumia viashiria au vigezo maalumu kupima utendaji wa ubora wa mfumo wa mahakama. Vigezo hivyo ni pamoja na hivi hapa. Yaani sio hii orodha sio yote, ni vichache tu, maana tukizungumza mheshimiwa moja uhuru wa mahakama na kutopendelea upande wote, yani judicial independence and impartiality. Hiki ndicho kigezo muhimu zaidi, hupima ikiwa mahakama inaweza kufanya maamuzi bila kuingiliwa na serikali, wanasiasa au maslahi binafsi. Uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la mihimili ya utendaji au bunge, mtu binafsi au taasisi nyingine yoyote, kutopendelea upande wowote, ikiwa majaji wana upendeleo au kama wanatendea pande zote kwa usawa bila kujali hadhi zao. Vigezo hivi viko kwenye katiba zetu na sheria zetu, hivyo vipo tayari kwenye katiba yetu. Kigezo cha pili ni usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, that is security of tenure for judges and the magistrates. Hapa ni lazima ajira ya jaji au hakimu ilindwe hata pale anapotoa maamuzi ya haki yasiyofurahisha. Kwa upande wa Tanzania, usalama wa ajira za majaji umelindwa kikatiba. Ibara 110A kubwa ibara ndogo ya 3 ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa kushughulika na nidhamu ya majaji wa mahakama kuu. Ibara 120A kubwa ibara ndogo ya pili ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa nidhamu ya majaji wa rufani. Kwa ujumla, kabla ya kumwondoa jaji kazini, ni lazima kuwe na kwanza, tuhuma nzito za kimaadili au kisheria dhidi yake; pili, uchunguzi wa tume ya utumishi wa mahakama, Judicial Service Commission, ufanyike; tatu, na mapendekezo rasmi kwa rais ili kuunda tume ya uchunguzi ambayo nusu ya wajumbe wake watakuwa majaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani kutoka katika nchi yoyote kwenye Jumuiya ya Madola. Usalama wa ajira za mahakimu unalindwa kisheria hata kama bado kuna changamoto
kwani utumishi wao ni wa kudumu, that is permanent and pensionable, isipokuwa kama wamewajibishwa kwa masuala ya kinidhamu kwa kikiuka maadili ya utumishi wao. Aidha, mchakato wa kuwapata majaji na mahakimu unasimamiwa na kusimamia nidhamu yao unasimamiwa na Tume ya Utumishi wa Mahakama na ni huru wa wazi na hauingiliwi na mamlaka yoyote. Kwa jumla, kigezo hiki cha pili nacho kimezingatiwa sana katika katiba yetu. Kigezo cha tatu ni urahisi wa kufikia huduma za haki, yani access to justice. Mfumo mzuri wa mahakama ni ule ambao wananchi wanaweza kuufikia na kutumia kikamilifu bila kikwazo vyovyote. Moja, uwezo wa kumudu gharama. Je, ada za kisheria na gharama za mawakili ni za kuridhisha? Pili, ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Je, watu wanaweza kufika mahakamani kirahisi? Je, huduma zinapatikana kwa lugha za wenyeji? Halafu tatu, msaada wa kisheria. Je, serikali inatoa mawakili kwa wale ambao hawawezi kumudu gharama zao? Moja, katika hili pia sehemu kubwa imetimizwa.